alitarajiwa kuweza kuwasili siku ya leo Tanzania mara baada ya operation yake ama upasuaji wake kukamilika, lakini kazi ya Mola haina ya makosa. Siku ambayo anatarajia kuweza kurudi Tanzania ndio siku ambayo umauti wake unamkuta. Sofa Tanzania tuna msiba mzito. Nikasema kwa machache zaidi kwa jinsi ambavyo unamfahamu Karina, walao tuzungumzie kuhusiana na the way ambavyo alivyoishi na watu, lakini pia katika tasnia ya filamu na hatimaye mpaka umauti wake unamkuta. Pole kwanza. Bwana tumeshapoa, lakini pia naweza kusema kwamba pole kwa taifa zima, kwa sababu huu ni msiba mzito mno ambao umetupata. Huu ni msiba mzito mno ambao pia umekwenda kuikumba tasnia ya filamu Tanzania. Wasanii wa kuigiza, lakini sio wasanii tu, wote hadi watazamaji ambao wanafuatilia mambo ya maigizo ya hawa wasanii wetu. Naweza kusema kwamba huu ni msiba ambao umekwenda kuigusa nchi, msiba ambao umekwenda kuigusa taifa. Nazungumzia hivyo kwa maana gani? Kipindi ambapo Karina alikuwa anapitia matatizo katika maumivu yake ya kuuguza, anaumwa, ni moja kati ya ugonjwa ambao uliwagusa watu wengi wakubwa, yani wasanii, lakini pia viongozi wakubwa wa nchi wa kiserikali, lakini pia hata kwa watu wa mpira, football. Ni moja kati ya msanii ambaye amegusa watu wengi mno. Na hii inaweza kusema kwamba watu walikuwa wanampenda sana Karina, na alikuwa hapendwi na wasanii wenzake tu, alikuwa anapendwa na watu wengi mno, serikali, watu wa kawaida. Na ndio maana leo hii unaweza ukaona hata ugonjwa wake watu walikuwa haraka kumchangia mradi akatibiwe, mradi aweze kurejea katika afya yake ya kawaida. Kwa hiyo kusema kwamba tumepoteza mtu muhimu mno, msanii ambaye alikuwa na maono makubwa, msanii ambaye alikuwa anataka kufika mbali kupitia sanaa hii yake ya kuigiza, msanii ambaye alikuwa anataka kuinua familia yake, kusaidia familia yake kupitia sanaa ya kuigiza. Huu ni msiba mzito kwa taifa, na tumepoteza mwigizaji mkubwa na ambaye alikuwa na maono na future ya kufika mbali. Wakati ambapo siku ya leo itabidi atarajie kuweza kurudia Tanzania nchini kwake, lakini ndo safari hiyo imegeuka na kuweza kurejea kwa Mola wake. Ni kama vile kuna ujumbe mzito hapo tumeachiwa sisi wanadamu kwamba muda wote safari tunayo. Pengine ungezungumziaje hapo? Kabisa, leo ndo ilikuwa siku ambayo alikuwa anatarajia kurejea Tanzania, kwa sababu juzi mimi nilikutana na dada yangu anaitwa Imelda, moja kati ya mwandishi ambaye amefanikisha kwa ukubwa zaidi kupatikana kwa safari ya Karina kwenda kutibiwa India. Moja kati ya mtu ambaye amepambana mno. Kwanza nampongeza sana Imelda Mtema. Amepambana mno kuhakikisha ya kwamba Karina anakwenda kutibiwa kwa michango ambayo yeye alikuwa akitangaza kupitia interview zake na kwenye peji zake ambazo alikuwa anafanya shughuli hiyo. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza naye, bwana, vipi afya ya Karina inaendeleaje? Akaniambia Karina, nilikuwa naye, akaniambia Karina yuko vizuri, anaendelea vizuri. Na mimi nilifarijika baada ya kumuona Emeria amerejea na tunafanya naye kazi, kwa sababu ni mtu ambaye mimi pia nafanya naye kazi. Kwa tunafanya kazi wote. Kwa hiyo nilifarijika, lakini sio mimi tu, wengi walifarijika kwa kile ambacho tulikisikia kwa Imelda ya kwamba Karina yuko kwenye afya nzuri. Sasa hii imetustua kidogo, kwa sababu mtu ambaye mko mna matumaini ya kwamba atarejea tena na kuendelea na kazi zake kama kawaida, taarifa zinakuja za kusema kwamba amefariki, lazima ikuumize. Na hii inatufundisha sana sisi ambao tupo hai leo hii ya kwamba unaweza ukaumwa ukatumia gharama kubwa mno kutibiwa, ukapelekwa kila nchi ambako kunaamini ya kwamba kuna madaktari bingwa wa kufanikisha kupona ugonjwa wako, lakini ikashindikana kwa sababu Mungu amekuhitaji. Karina Mungu amemhitaji. Yaani Mungu ndo amempenda Karina. Pamoja ya kwamba watu walionyesha juhudi zote, hadi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesaidia safari ya Karina kwenda India, lakini Mungu amempenda zaidi kuliko hata sisi ambao tumempenda Karina.
Kwa hiyo naweza kusema kwamba kuna jambo hapa ambao sisi wanadamu tumeachiwa na Karina, ambao tunatakiwa tujifunze kwamba Mungu akikuhitaji haijarishi ya kwamba una uwezo wa kifedha kutibu magonjwa yako kiasi gani. Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho watu wanakuambia kwamba mara nyingi mgonjwa anapokaribia kupona, anapoonyesha matumaini ya kupona, ndipo hapo mauti yanamkuta. Mimi nina ushuhuda wa hicho. Niliuguza mzee wangu mimi. Siku ambayo mzee wangu alikuwa anafariki, ndio siku ambayo anaonyesha matumaini. Mnapiga story, umeona? Mnapiga story, mnazungumza vizuri, unasema yes, good. Leo natoka mzee wangu yuko vizuri, lakini usiku shughuli ikawa ndio vile tena. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Karina kwa namna moja ama nyingine pia alikuwa anawaaga wakina Imelda Mtema, kuonyesha matumaini, mimi niko vizuri na nitarejea nyumbani, lakini safari yake imeishia India. Huu ni msiba mzito mno, na kubwa zaidi ni bado binti mdogo mno ambaye bado alikuwa na safari ndefu mno. Bado alikuwa ana ndoto kubwa mno. Ndoto yake imeishia njiani, lakini ni mapenzi ya Mungu ambayo yamemhitaji zaidi Karina. Niliona clip ya mdogo wake akilia sana, kwa sababu unajua msiba hauna hodi. Siku yote, wakati wote, Mwenyezi Mungu akikuhitaji basi atachukua mali yake. Lakini nikasoma comment wengi wakisema kwamba marehemu Karina kapumzike, umeteseka sana, umejitahidi sana kupambania uhai wako, lakini kazi ya Mola haina makosa. Wengi wakiamini kwamba safari ya Karina basi ni kutokana na the way ambavyo amepigania uhai wake, lakini kiukweli tunasema kwamba kazi ya Mola haina makosa. Unazungumzia vipi kwa wasanii ambao wamepoteza, ama industry ya filamu imepoteza moja kati ya waigizaji wazuri kabisa bora? Lipi neno lako hasa kwa waigizaji wenzake? Waigizaji wenzake nadhani wamejifunza kitu. Waigizaji wenzake na wasanii wote, sio hao waigizaji tu, wamejifunza kitu kupitia kwenye ugonjwa wa Karina, hasa ukaribu wa watu. Kaka, baadhi ya waigizaji, atuongee kwa ubaya, hawana maelewano na mahusiano mazuri na watu. Karina leo hii amepata kampani kubwa ya kusaidiwa kutokana na mahusiano mazuri na watu. Watu mbalimbali wamemsaidia kutokana na mahusiano mazuri na watu. Kwa hiyo wasanii nao pia kupitia hii safari ya kuumwa mpaka kufa kwa Karina, wajifunze wanatakiwa waishi vipi na watu. Hao watu leo hii ukipata tatizo ndio watakusaidia. Sio, unanielewa hapo? Nipata hapo. Watu hao ndio watakusaidia. Hata kesho ukipata tatizo mtandaoni, bwana msanii fulani ana matatizo fulani yanahitaji msaada, watu watakuwa haraka mno kukusaidia. Umeona? Kwa hiyo kupitia hiki wasanii kujifunza kwao ni kuishi vizuri na watu, kuishi vizuri na mashabiki. Umeona? Watu mbalimbali, msio watu wa majivuno sana. Karina, mimi naweza kusema kwamba Karina kaishi vizuri na watu wake, na ndio maana pia watu wamekuwa haraka kumsupport. Na mimi naomba Mungu amweke, kwa sababu hata ukiangalia kwenye kuumwa kwake amepambania zaidi ugonjwa wake. Yaani amejipambania zaidi. Yaani kama ingekuwa ni kupona, Karina angepona. Kwa hiyo amepambana sana apone. Wanasema kazi ya Mola ina makosa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mzito, Mwenyezi Mungu alitoa, Mwenyezi Mungu ametoa, kazi yake haina makosa. Acha Mwenyezi Mungu afanye kazi yake. Tunasema asante kwa yote ambaye alikuwa anatufuatilia mwanzo hadi mwisho. Hii hapa ni Top Level pamoja na Bato. Tunasema asante na kwa heri. Shukrani.